Mtazamaji wa Dodoma City TV, kama ilivyoada, mimi na wewe hukutana hapa kila wiki kwa ajili ya matukio ya wiki, na kwa wiki hii ya tarehe 10 hadi tarehe 16 ya mwezi Mei 2025 tumekuletea matukio kadha wa kadha kutoka katika halmashauri ya jiji la Dodoma yenye kata 41 na mitaa 222 yenye matukio mbali. Na kabla ya kuanza matukio haya ya wiki, huu hapa ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesifu utekelezaji wa miradi katika kata Ihumwa, huku akiwaasa wananchi kuendelea kutunza miradi na kutumia fursa zinazopatikana katika maeneo yao. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabir Shekimweli alizitaja sifa za mpiga kura na anayeweza kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Na kunako habari za michezo na burudani, katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa alisema maboresho yanaendelea vizuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mtazamaji wa Dodoma City TV, nitakayekusogezea matukio haya ya wiki, langu jina ni Queen Peter. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, tutakuwa pamoja nawe mwanzo hadi mwisho. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesifu utekelezaji wa miradi katika kata Ihumwa, huku akiwaasa wananchi kuendelea kutunza miradi na kutumia fursa zinazopatikana katika maeneo yao. Aliyasema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa ofisi ya kata kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi na kuzitolea utatuzi. Miradi tuliyofanikiwa kuiona leo ni 7, ambayo nimeiona kwa macho, miradi 7, lakini nikaambiwa bado iko mingine hujamaliza. Nikaambia sasa twende kwa wananchi, inatosha hiyo, mingine nitakuja siku nyingine. Ambapo nimeshuhudia mradi wa kituo cha afya Ihumwa, nimeshuhudia shule ya msingi pale Chirwana, nimeshuhudia ujenzi wa kisima cha maji. Miradi hii mitatu mmepata kata chache sana katika mji wa Dodoma, lakini katika nchi ya Tanzania sijui kama imewahi kutokea. Eti inajengwa barabara, alafu barabara ile inajibebesha nyuma mradi wa shule, inajibebesha nyuma kituo cha afya, inajibebesha nyuma mradi wa maji. Hiyo kitu haijatokea, imetokea Dodoma peke yake, na kata mliobahatika hazizidi kata 3 katika mkoa wa Dodoma, Ihumwa ikiongoza kwa kuwa na miradi mingi, peke yake miradi 3. Lakini nimeenda kutembelea tena zahanati hii hapa, ambayo nao kwa kweli nimejifunza mambo mapya. Mimi nimeshatembea zahanati nyingi, na wakati huu wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika huduma ameziboresha, ni huduma za afya. Lakini hapa nimekuta mambo ya ziada. Naambiwa njoo uone chumba cha dharura. Kama ndivyowaambia nikashangaa, chumba cha dharura hata kwenye vituo vya afya havipo, viko kwenye hospitali vipo. Lakini hapa kuna chumba cha dharura. Hapa Dodoma na kata 41, sio? Kata ngapi zina vituo vya polisi? Hazizidi 3. Hazizidi kata 3 kati ya 41. Naenda pale nakuta kituo cha polisi kina chumba imara kabisa cha kutunza vifaa mbalimbali vya muhimu vya serikali. Mnavijua Yaani hicho ni kituo ambacho kimekamilika. Nikauliza kimejengwaje? Akasema wananchi wamepiga shime, wadau wamepiga shime, sisi serikali kajazia kidogo, lakini nguvu kubwa ni ya wadau. Mambo ya Ihumwa ni ajabu jamani. Vyote hivi nilivyovitaja vimepatikana katika kipindi cha utekelezaji wa ilani huu kuanzia 2021 mpaka sasa 2025, ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yuko madarakani. Naye afisa mtendaji kata Ihumwa alikuwa na haya ya kusema. Taarifa ya Division ya Maendeleo ya Jamii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pamoja na mchanganuo wa miradi hapo juu, kata ya Ihumwa kupitia idara ya maendeleo ya jamii inaendelea na utekelezaji wa shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusajili vikundi vya wajasiriamali, kutoa elimu kwa vikundi mbalimbali vya wajasiriamali, kutoa elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia, usimamizi na utoaji wa mikopo kwa wanawake, vijana na walemavu, ambapo kwa mwaka 2023 kabla ya mabadiliko ya utaratibu wa utoaji mikopo, vikundi vilivyopata mikopo ni vikundi 32. Vikundi 13 ni vya vijana, vikundi 18 vya wanawake na kikundi kimoja cha ulemavu.
Jumla ya fedha iliyokopeshwa ni milioni 250,269,600. Mkuu wa wilaya Dodoma Jabir Shekimweri alizitaja sifa za mpiga kura na anayeweza kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Mojawapo ni kuwa Mtanzania aliyetimiza miaka 18 na kuendelea, awe na akili timamu na mkazi wa eneo husika. Aliyasema hayo katika mazoezi ya mbio fupi jogging yaliyofanyika kwa lengo la kuhamasisha wakazi wa Dodoma kwenda kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura ambalo linafanyika kwa awamu ya pili katika mikoa baadhi tangu tarehe 16 hadi tarehe 22 ya mwezi Mei. Kwa hiyo sisi ni wananchi wanaoiweka serikali madarakani. Kwa kifupi kabisa ndio maana ya zoezi lililopo hapa. Sasa hawa watu wanaoiweka serikali madarakani katika mfumo wa uchaguzi wanafanyaje haki hiyo yao ya kikatiba? Ndio lazima tuwatambue. Wananchi yetu tupo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tupo katika Umoja wa Afrika, si ndio? Na tupo katika dunia, wazungu pia wapo hapo. Na hapo baadhi ya wazungu pia ni Watanzania, waliomba uraia ni Watanzania. Kwa hiyo nani hasa ana sifa ya kupiga kura ambaye inabidi tumuorodheshe kwa daftari la kudumu la mpiga kura? Kwa la kwanza awe ni Mtanzania. Anaweza kuwa na asili ya taifa lingine lakini ni Mtanzania, ama wa kuzaliwa, ama kuasisi na kadhalika. Awe Mtanzania. Lakini la pili, Mtanzania peke yake haitoshi. Awe angalau na miaka 18 na kuendelea, si ndivyo? Sio chini hapo. Pana yuko bingwa pale, si ndio? Mtoto wangu mzuri kabisa mweupe. Mtanzania, si ndio? Au Mtanzania wewe? Lakini yuko kupiga kura hapana, bado sana. Miaka 18 na kuendelea. Ama leo ana miaka 18 na kuendelea, ama siku ya kupiga kura mwezi wa 10 atakuwa na miaka 18. Lakini tatu na muhimu kabisa, akili iwe sawa sawa, akili iwe timamu. Awe mkazi wa eneo husika. Anaweza kuwa ni Mtanzania na akili timamu na miaka 18 anatokea Morogoro sasa. Atajiandikisha huko kwetu? Haiwezekani. Anatokea Kondoa, atajiandikisha hapa mjini? Haiwezekani. Kwa hivyo haya ndio yale ya msingi ambayo anapaswa kuwa nayo, na awe na utambulisho ambao utamsaidia katika kuandikishwa. Waandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura jijini Dodoma walipewa mafunzo ya matumizi ya vifaa na kuwaswa kuwa na ukarimu kwenye kazi na kuhamasisha wananchi kwenda kujiandikisha. Hayo yalisemwa na afisa mwandikishaji wa jimbo la Dodoma Dickson Kimaro alipokuwa akitoa mafunzo kwa waandikishaji tarehe 14 mwezi Mei 2025. Kwa katika awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari, kama mnavyofahamu, kufanikiwa kwa zoezi letu tutategemea ushiriki wenu kuanzia hatua ya mwanzoni ya kuhamasisha wananchi. Na zoezi la kuhamasisha, tunashukuru sana wenzetu Maharo Kata. Tukiangalia kwenye vyombo vya habari, tukiangalia maeneo mbalimbali, uhamasishaji umeshaanza. Ndugu zangu washiriki, lengo la semina hii ni kupeana mafunzo na taarifa mbalimbali za maandalizi kwa ajili ya kuanza zoezi la uboreshaji kama nilivyosema awamu ya pili. Katika semina hii, maafisa waandikishaji ngazi ya kata watatoa mafunzo yaliyokusudiwa ujazaji wa fomu zitakazotumika katika zoezi hili, na wataalamu wenzetu wa TEHAMA watatupitisha katika mfumo wa uandikishaji kutumia vifaa vitakavyotumika. Ndugu washiriki wa mafunzo, kama mnavyofahamu, tume imeanza uboreshaji wa daftari la kudumu kwa awamu ya pili baada ya uboreshaji ule wa awamu ya kwanza uliofanyika mwezi wa 9, na wengi hapa mlikuwepo. Ndugu zangu washiriki, kama mnavyofahamu na nilivyosema, uboreshaji wetu wa daftari hili la kudumu awamu ya pili katika majimbo yetu haya utaanza tarehe 16 Mei hadi tarehe 22 Mei 2025, na vituo vitakuwa vinafunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 12. Ndugu zangu washiriki, uboreshaji huu kama ulivyokuwa uboreshaji ule awali utahusisha matumizi kama nilivyosema ya BVR, na mfumo wa teknolojia wa BVR unatumika katika kumtambua mtu na kumtofautisha na mwingine, kwa kuwa utahusisha uchukuaji wa alama za vidole kama tulivyofanya awali, picha na sahihi, na kuhifadhiwa kwenye kazi data ya wapiga kura. Katika masuala ya uchaguzi hakuna mazoea. Zoezi lililopita la kwanza lilipita, leo tunaanza upya. Huwa hakuna mazoea kwenye masuala ya uchaguzi, na wataalamu watatufundisha katika mafunzo ya leo. Ndugu zangu washiriki, ningependa kusisitiza swala la kujiandikisha kwa mpiga kura zaidi ya mara moja, na hili ni muhimu sana tukalifahamu sisi kama tunaokwenda kusimamia hili zoezi na kuliendesha kule.
Ni jambo hili ni kosa kisheria kwa kuzingatia na masharti ya kifungu namba 114 kifungu cha kwanza sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 ambacho kinasema kuwa mtu yeyote atakayeomba kuandikishwa zaidi ya mara moja atakuwa ametenda kosa la kisheria, na akitiwa hatiani adhabu yake ni faini isiyopungua kiasi cha shilingi 100,000 na isiyozidi 300,000 au kutumikia kifungo kwa kipindi kisichopungua miezi 6 au kisichozidi miaka 2 au vyote viwili kwa pamoja. Kwa upande wake afisa mwandikishaji msaidizi kata ya Hazina Tunu Dachi aliwana haya ya kusema. Majina yangu naitwa Tunu Mahmud Dachi, ni afisa mwandikishaji msaidizi kata ya Hazina. Kwa awamu hii ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, tumejipanga vizuri na mpaka sasa mafunzo leo kwa waandikishaji wasaidizi na waendesha vifaa vya biometric wameshapata mafunzo na tunaenda vizuri, na Mwenyezi Mungu akijalia zoezi letu linaanza tarehe 16 mwezi huu wa 5 mpaka tarehe 22 siku ya Ijumaa. Shime ambayo nilikuwa nataka kuitoa kwa wakazi wangu kwanza wa eneo langu la kata ya Hazina, wale ambao hawakujiandikisha daftari la awamu ya kwanza, hii ni fursa yao adhimu kwa sababu daftari litaandikishwa kwa muda wa siku 7 kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 mwezi huu wa 5. Lakini wale ambao pia taarifa zao wanahitaji kuziboresha kutoka makazi sehemu moja ambako walikuwa na kuja sehemu ambako sasa hivi wapo, sehemu yote ambayo watafika kwenye kituo, yule muendesha vifaa vya biometric atakuwa na uwezo wa kuandikisha kwenye kituo chao husika ambacho wao watatakiwa kuja kupiga kura. Na wakazi wote wa halmashauri ya jiji la Dodoma tunawatia shime, mjitokeze kwa wingi siku hizi za mwanzoni kuliko kusubiria siku za mwisho mkaja kufanya vitu kwa kurundikana, lakini siku hizi za mwanzoni ni siku ambazo zitakuwa nzuri na vyema zaidi kwa wao kuja kuboresha taarifa zao. Waokota taka katika dampo la Chidaya wametakiwa kutambua thamani ya kazi yao kwa sababu kazi hiyo ni kazi muhimu katika jamii na inasaidia kuweka mazingira safi na salama. Aliyasema hayo mkurugenzi wa taasisi ya Juza Nasib Kitabu alipowatembelea waokota taka wa dampo hilo ili kuzungumza nao kwa lengo la kujua mahitaji muhimu wanayohitaji. Tunataka kufanya mpango wa kudhibiti taka pale zinapozalishwa, lakini kusaidia makundi mbalimbali. Na sisi tulivyokuja hapa dampo tulikuta mnafanya kazi kubwa sana hapa ya kutenganisha zile taka na kuzipa thamani zile taka na kwenda kujipatia kipato. Kwa hiyo sisi sasa tukasema pale tunapowakuta watu wanafanya, sisi kazi yetu ni kuwaunganisha hao watu kuwa kitu kimoja. Na sasa uwezi kusaidia jamii yoyote mpaka hiyo jamii sasa kuilete kwa pamoja, alafu ujue mahitaji yao, alafu sasa ujue namna gani unaenda kuwasaidia. Kwa hiyo sasa sisi kwa upande wetu ziara kubwa zaidi ambayo imetuleta hapa, nikiwa nimeongozana na wenzangu kwenye timu ambao nitawatambulisha kwa sababu nimeona niendelee kutoa maelezo kwa sababu ya muda. Sisi waokota taka muda kwetu ni kitu muhimu sana. Sasa tunachotaka kufanya ni kujua idadi ya waokota taka ambao wapo kwenye dampo la Chidaya. Hilo la kwanza. La pili, kujua mahitaji yao. Mahitaji gani wanahitaji? Kuanzia mahitaji ya kiafya, mahitaji ya vitendea kazi na mahitaji mengine ya kiuchumi. Nikizungumza kiuchumi, maana yake kutafuta njia mbalimbali za kuwafanya nyinyi kile mnachokiokota kipate thamani. Jukumu letu kubwa lingine ni kuwaunganisha waokota taka na masoko ambayo yanayoeleweka, sio ubabaishaji, kwa sababu kazi kubwa inayofanywa na wewe ya kuriski pia maisha yako kwenye swala hili la taka ambayo hazikutunzwa vizuri huko barabarani, hilo ni jambo kubwa. Kwa hiyo sasa sisi tunataka kuona kwamba wewe maisha yako yanaboresheka kupitia shughuli ambayo Akizungumza kwa niaba ya meneja wa dampo Peter Madono, alitoa shukrani kwa taasisi na kuahidi kwamba kazi zitafanyika kwa viwango vya juu. Fursa tumeshaipata na sisi watu wachache tujivunie kuipata hiyo. Dodoma tupo wangapi? Kwani waokota taka wapo wangapi Dodoma? Si ni wengi? Kwa nini wameanza na nyie? Leo hiyo wewe unaenda kupewa mavazi yote. Wamesema huko watakuja na upande wa pili, wewe na mmeo mtapewa bima ya afya pamoja na watoto wako. Ni jambo la kufurahi na la kulifurahia na kushangilia kwamba sisi tumeona watu wa Chidaya.
tutoe ushirikiano wa hali na mali. Hawa mabwana wasije wakata tamaa. Kama walivyotukimbilia na sisi tuwakimbilie kwa kufanya kazi. Ule utundu tuache, tubadilike. Tunaenda kufungua kikundi ambacho kitakuwa rasmi na majina yetu yote. Kwa hiyo nidhamu iwe nidhamu ya kwanza, cha pili tupambane kufanya kazi. Taka ni fursa. Taka ni fursa. Mtazamaji, unaendelea kufuatilia matukio ya wiki kutoka Dodoma City TV. Mimi ni Queen Pira na hizi ni habari za michezo na burudani. Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa alisema maboresho yanayofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa yanaendelea vizuri. Aliyasema hayo Mei 15, 2025 kwa waandishi wa habari, akisema serikali inatambua umuhimu wa uwanja huo kwa sababu ndio unaotumika katika mechi za kimataifa, huku akisisitiza kwamba serikali haipangi ni michezo gani uchezwe kwenye uwanja huo, bali ni mamlaka ya kusimamia mpira wa miguu. Uwanja wetu una maboresho ya aina mbili. Kuna maboresho ya majengo yanayohusisha viti na mifumo ya ndani ya majengo ya uwanja. Tuko zaidi ya 85-90 kwa sababu viti tumefunga sehemu kubwa, tumebakiza kama viti 20,000 tu vilivyobaki. Na mifumo mingine ya maji, umeme, taa, sauti ndio hizo mnasikia ziko kwenye majaribio ya mwisho baada ya kuwa zimeshafungwa, zima moto, internet na vingine vingi ambavyo vinafungwa uwanjani. Hayo yote yamekamilika. Tulikuwa na changamoto na pitch, na CAF walikuja kutusimamia na kutoa maelekezo ya nini wanataka tufanye. Tulishafanya yote na sasa hivi kazi inayoendelea ni ya kuendelea kuhakikisha kwamba uwanja unazidi kuwa bora zaidi. Lakini kwa maelekezo ambayo tulikuwa tumepewa na CAF yote tumeyatekeleza na uwanja umekuja vizuri. Dar es Salaam ni kweli kuna mvua nyingi. Uwanja huu uwezo wake wa kuondoa maji umeboreka sana sasa hivi ikilinganishwa na wakati ule tulipokuwa na changamoto. Sasa hivi unaweza kutoa maji humu ndani kwa haraka zaidi ya mara 10 ya kipindi kile, kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye uwanja. Sasa haya mengine ni maamuzi ya mamlaka zinazosimamia mpira. Sisi serikali hatuamui mechi gani ifanyike wapi, wanaoamua ni wenye mamlaka yao. Lakini sisi tumeandaa uwanja na uwanja uko tayari, na nyinyi wenyewe mmeuona. Uwanja wa Benjamin Mkapa ndio hapa. Hapa mvua hata ikinyesha saizi baada ya dakika 10 tu hakuna maji ndani. Huu uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja pekee tunaotegemea kwa nchi yetu wenye hadhi ya kuhost mashindano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais anatambua hilo. Ameamua kuongeza viwanja vingine viwili kwa mpigo. Kwa sababu leo tunahangaika hapa kwa sababu hatuna uwanja mwingine. Yaani kama sio Benjamin Mkapa hatuna uwanja mwingine. Lakini uwanja wa Arusha kule tuko 43% leo tunakwenda. Sio muda mrefu ule uwanja na wenyewe utakamilika. Tunaanza kujenga uwanja mwingine Dodoma. Kwa hiyo ni shida tunapata changamoto sasa hivi kwa sababu nchi yetu ina uwanja mmoja tu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua changamoto hii na kutambua athari zinazoweza kujitokeza kwa nchi kuwa na uwanja mmoja, ameamua tutumie zaidi ya shilingi bilioni 650 kujenga viwanja vingine vipya viwili, na tutajenga viwanja vingine vya mazoezi. Huo Shamba la Bibi, uwanja wa Uhuru, na wenyewe tunauboresha ufikie sifa ya kuchezwa mashindano ya kimataifa yanayoandaliwa na CAF. Kwa hiyo sio muda mrefu manake tutakuwa tuna viwanja 4 vikubwa vya serikali vyenye uwezo wa kuhost mashindano ya kimataifa. Benjamin Mkapa, Arusha, Dodoma, Uhuru. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa nani atakayeweza kumkwamisha? Hapa saizi wanateka advantage kwa sababu tu tuna uwanja mmoja. Na uwanja wenyewe uko tayari ndio huu hapa. Hapa zimeweka fedha nyingi. Zaidi ya bilioni 30 zimetumika hapa. Badilisha viti hivyo, weka itatani, sehemu za kukimbilia mnaziona. Tunakwenda kufunga mifumo mipya ya viyoyozi. Tumerekebisha vyumba sijui vya waamuzi, vyumba vya anti-doping, vya madaktari, vyumba vya marefali, ball boys, na kila walichokitaka CAF tumekifanya. Tunafanya kazi bega kwa bega na viongozi wa Simba. Tumefanya kazi pamoja mpaka tumefika hapa. Tulikuwa hatulali. Tunafanya kazi hapa usiku na mchana kuhakikisha ile changamoto iliyotokea kwenye ile mechi siku ile tunaikabili na tumeimaliza. Mimi naomba waandishi wa habari
Mkiona Dar es Salaam kuna mvua nyingi, njoni hapa. Alafu mvua ikikatika tu, hesabuni dakika ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10. Hamtakuta maji huko. Kuna kazi imefanyika, kuna pesa zimewekwa za walipa kodi humu za kurekebisha. Sasa haya maamuzi mengine, ndio maana nasema hayo sio mamlaka yangu, mimi siwezi kuzungumza. Hayo sio mamlaka yangu, lakini sisi tulichoambiwa tumekifanya, na nyinyi wenyewe mmeuona uwanja huu hapa. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa matukio haya ya wiki kwa wiki hii ya tarehe 10 hadi tarehe 16 ya mwezi Mei. Nikusihi tu usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Queen Peter kwa niaba ya kitengo kizima cha mawasiliano serikalini jiji la Dodoma, nikiwa na mchanganya picha Josephine Kayugwa. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.